Ni utaratibu wetu wa kila mwaka katika taasisi kuhakikisha kwamba vijana wanaomaliza tunafuatilia katika maeneo ya kazi na kuona kwamba ueledi ule tuliowafundisha, skills and competence, zinawasaidia vipi na zimereflect vipi kwenye soko la ajira. Na hii inatusaidia sana kuboresha mitaala yetu na kudesign mitaala kiasi ambacho sasa tunatoa mitaala inayokidhi soko la ajira. Tunahakikisha kwamba vijana wetu katika mambo tuliofundisha, yapo mambo ambayo yameibuka kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia ambayo sasa tunabidi tuweze kuyaweka katika mitaala yetu. Ndio maana tumekuwa na hiyo workshop ya kujaribu kujadiliana na kuona matokeo ya uchunguzi tulioweza kuona katika mitaala yetu kwa wanafunzi waliomaliza awamu hii. Tukawa tunazungumza hapa awamu ya mwaka 2023. Waliomaliza mwaka huu wameingia kwenye soko la ajira. Tunapata mrejesho upi wa mafunzo, weledi walioupata umeakisiwa vipi kwenye soko la ajira. Sasa hili inatusaidia sana kuboresha mitaala. Kama nilivyosema, mitaala yetu sasa inakuwa kwenye kiwango ambacho kinaakisi uhalisia wa soko la ajira. Vinginevyo, bila kufanya hivyo, unaweza ukawa unatoa vijana ambao hawana ujuzi unaotokea kwenye soko la ajira. Kwa ndio muhimu wa kwanza kufanya hivyo. Na tupo kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia, na mitaala iliyokuwa zamani na sasa imebadilika kwa kiasi kikubwa. Je, unadhani kwamba vijana wanaozalishwa katika kipindi hiki wanakidhi vigezo vya kimataifa, na ipi siri ambayo inachagiza kwa kiasi kikubwa kwa vijana kukidhi vigezo hivi vya kimataifa? Au na kama hatujakidhi, nini kifanyike ili tuweze kuimprove zaidi? Vigezo vya kimataifa vinakuwa reflected kwenye mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Na kama nilivyosema kwamba taasisi yetu haiko nyuma, iko mbele zaidi kufuatilia mabadiliko yote yanayoendelea katika sayansi na teknolojia. Kwa hiyo sisi vijana wetu tunawafundisha kwa kufuata mabadiliko ya sayansi na teknolojia kwa kuboresha mitaala yetu. Na kisha kwamba mabadiliko yote yanayoenda katika ulimwengu huu ya sayansi na teknolojia kuhusiana na vifaa vinavyotakiwa katika mafunzo, walimu wanaohitajika kwa weledi wa hali ya juu, basi hao vijana tunawapatia mafunzo hayo yanayokidhi soko la ajira. Wao wanapomaliza mafunzo yao wanakuwa tayari na ujuzi ambao unatakiwa katika soko la ajira. Kwa kumalizia, kuna swala la akili mnemba. Ukiwa kama mtaalamu kabisa na mdau mkubwa wa teknolojia, je, unadhani sera yetu ya nchi iendelee kuchagiza akili mnemba katika taaluma hii ya sayansi na teknolojia ili kuongeza ufanisi, au kuna haja ya kutotumia akili mnemba ili kuepusha athari katika kuchagiza kuondoa ile thinking capacity ya wanafunzi? Akili mnemba ni kitu ambacho ni muhimu sana na kinasaidia sana. Ukiangalia sasa hivi tunavyokwenda ulimwengu wa digital transformation na sera yetu ya nchi kuhusiana na mabadiliko ya tehama na umuhimu wake kama ambavyo imebadilishwa katika sehemu mbalimbali, inasisitiza sana masuala ya teknolojia pamoja na tehama. Akili mnemba ni mojawapo ya sehemu ambayo inasisitizwa sana. Kwa hiyo sisi mitaala yetu tunahakikisha kwamba vitu kama hivyo vyote vinawekwa katika sehemu za mitaala tunapofundisha vijana wetu. Tehama au ICT technology inahusiana sana na masuala yote ambayo ni akili mnemba. Ni moja wapo ya component. Leo hii ukiangalia kwenye simu zetu hizi, ukiangalia unaponunua vifaa mbalimbali kwa kutumia teknolojia ya simu na nini, yote tayari kuna akili mnemba. Kwa hiyo ni kitu ambacho uwezo ukakikwepa. Nadhani nyinyi mashahidi leo hii ukisearch kila kitu chochote kile artificial intelligence kwenye Google chat na ni GPT chat hiyo na kila kitu, hata Google search, kila kitu vyote vinakuwa reflected kwenye artificial intelligence ambayo ni akili mnemba. Kwa hiyo ni muhimu sana sisi tunasisitiza vijana wetu na kuwafundisha maeneo yote ya field zote ambayo sehemu hiyo ya akili mnemba inakuwa incorporated. Hii workshop ambayo tunaita ni kikao kazi au warsha kwa Kiswahili ni ya kujadili matokeo ya upimaji na udhibiti au inaitwa tracer study
kwa ajili ya wanafunzi wanaotoka katika vyuo. Na umuhimu wake ni kwamba hivi, sisi vyuo tunafanya biashara japo hatufanyi biashara. Na tunafanya biashara kwa sababu tuna product tunazotoa ambazo zinaingia sokoni. Sasa hizi product zinapoingia sokoni lazima zipimwe, kama ambavyo kiwanda au mtu binafsi anakuwa na biashara yake anaingiza sokoni, anabidi aipime aone ulaji wanakubali au mauzo yake yakoje. Na sisi kwetu hapa biashara yetu tunayofanya ni ya kupokea wanafunzi na tunawachakata, tunawajengea uwezo wa kufanya baadhi ya vitu katika mambo wanayofanya katika taaluma, wanaenda katika soko la ajira. Kwa hiyo workshop kama hii ni ya muhimu kwa sababu sasa tunawakutanisha wadau wale walioajiri, baadhi ya wanafunzi ambao tuliwakuwa tumewafundisha, na wadau ambao wengine ni mamlaka zile za udhibiti, kwa mfano Activate kwetu, na mamlaka nyingine kama za ERB na nyingine ambazo zinakuwa nao wadau maana yake, ili kwamba tujadiliane, tuangalie kilichotoka kwa mwaka huu. Mwaka huu tunaangalia wanafunzi waliotoka mwaka 2023, wale graduate 2023. Wanatofautianaga hawa watu. Waliotoka 2023 na wanaanza kuwa na tofauti na 2022. Unakuta wenyewe ni wazuri au mashine iliyowachakata ni nzuri, unaelewa. Kwa hiyo wanapotoka kule impact wanayofanya ndio tunataka tuipate. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata mrejesho, ili kwamba na sisi kama kuna ambayo yamekosewa katika mitaala au katika mambo mengine yanarekebishwa. Kabisa. Dr. toka mwanze kufanya tathmini kwa miaka kadhaa tu hapa ya karibuni, mmegundua nini? Je, wanafunzi tuliokuwa nao wana uwezo wa kuleta ushindani aidha katika soko la kimataifa, au kuna vitu gani ambavyo unahisi kwamba vikiongezeka mambo yatakuwa sawa ili kusuluhisha changamoto ile? Kwa kweli kwa vyuo vyetu jinsi ambavyo tunafundisha hasa kwa DIT, tunajitahidi kuteleta dhana ambayo inaitwa ni teaching factory. Hii dhana ya teaching factory inaleta uhalisia wa viwandani hapa. Kwa hiyo vijana wanatengeneza kampuni bandia, wanatengeneza vitu gani na wanatatua matatizo halisi yaliyopo. Kwa mfano vile vitu vya kukalia vinaitwa vimbweta kama mnafahamu, ni vijana wanatengeneza kampuni yao, wanafanya bidding, wanafanya kila kitu, mchakato kama unapokuwa katika mahali palipokuwa kawaida. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba kinachotakiwa sokoni ndicho ambacho unawajengea vijana, kwa sababu hamna mwajiri anayependa kuanza kufundisha tena mwanafunzi. Tunatamani mwajiri akimpata mwanafunzi aanze kumtumia, amorienti tu kwamba chooni ni wapi ni wapi, unajua mazingira yakoje, lakini skills zile, kwa mfano kama wewe ni mtangazaji, ukifika pale, au wewe ni mtu wa kuedit, mtu wa film, ukifika pale hatuanzi kukufundisha tena Adobe Premiere. Adobe Premiere umeshafundishwa shule huko. Mambo ya editing umeshafundishwa huko. Umeona jinsi ya kuchanganya na unajua. Kwa hiyo unachofika utaambia tu mazingira ya kazi, ofisi ni hii na hivi hapo. Kwa hiyo tunajitahidi na tunakuwa na session kama hizi ili kuhakikisha kwamba kama kuna mahali pana makosa yanarekebishwa katika mitaala na katika ufundishaji na katika mbinu zote zinazotakiwa na katika vifaa. Kwa hiyo hata katika miaka tulikuwa tunafanya hivi tunapata input. Kuna kwa mfano mmoja tulikuwa na program moja ambao wanafunzi wake walikuwa wanalalamika kwamba wanakosa ajira. Ilikuwa inaitwa rate. Wanasema wanakosa, walikuwa wanasema wanakosa ajira. Lakini baadaye kwa sababu ya hilo ikabadilishwa jina, wakaongezewa vipengele na vionjo vingi ambavyo vinatakiwa sokoni, na sasa hivi kuna program nyingine inaitwa ERE ambao wanakuwa wale renewable energy, lakini wameongezewa kitu kingine ambacho kinakubalika zaidi sokoni. Kwa hiyo ni program ambazo zina impact na zinasaidia.